shida na Manara. Sina shida, ila ni mwanamume mpumbavu ambaye huwezi kuhudumia mwanamke hata nguo. Unapooa mwanamke, mimi ni Muislamu, unapooa mwanamke unaulizwa unaweza kumlisha, unaweza ukamvisha, na unaweza ukamlaza sehemu salama. Hivi vitu vitatu unaulizwa. Una uwezo wa kumlisha, una uwezo wa kumvisha, una uwezo wa kumlaza sehemu salama. Unaposema ndio, maana unatakiwa utekeleze wajibu wako. Mwanaume mpumbavu unashindwa kumnulia nguo hata moja. Zailisa amekaa kwake kwa muda gani? Wewe una hakika? Zailisa kasema pale. Wewe Zailisa akasema, si angalia upande wake. Sasa si mwanamke kasema. Sasa mwanamke kama kasema, yeye atuonyeshe nguo alomnulia, kwa sababu mwanamke kaeka wazi, kataja nguo alizokuwa anavaa, na kweli kazitaja mpaka kampuni nguo zilikuwa zinamvalisha, kuwa alikuwa anapewa bure, kazi yake kuwa tag na kuwa mention, manake wale wanafanya biashara. Yeye hajawahi kugaramia nguo hata moja. Alafu alipokuwa ngoja kabla, huyo mzungu alipokuwa mpumbavu, anamshika hivi, anaingia kwenye hafla kubwa, kwenye harusi kama ya Hamisa, alimshika mkononi, kumbe nguo hajagaramia yeye. Ni mwanamume mjinga anayefanya kitu kama hicho. Ni kosa kisheria. Ni kosa kisheria, mwandishi, kujitoka hadharani kumshika mwanamke wako na kujimwambafai, kumbe humgaramii wewe. Ni kosa. Ni kosa kisheria mwanaume kusimama nje ya hadhara ya watu, kuanza kujinasibu na kusema kuwa wewe unamsifu mwanamke wako, wakati mwanamke wako hujui hata underwear anaovaa ni bei gani. Ni kosa kisheria kusimama na mwanamke kumpeleka kuishi kwenye nyumba ambayo kodi ulipi wewe analipa mwanaume mwezio. Mwanaume gani? Ni kosa kisheria. Ni kosa kisheria mwanamke kutoka kutafuta endorsement za nguo ili aweze kujistiri kimavazi. Dini yetu inasema unamuoa mwanamke wewe utekeleze vitu vitatu kwa mwanamke: kumvisha, kumlisha na kumlaza sehemu salama.